kikaweze kuonekana. Baba, tunakusifu na kutukuza. Naombea wale wote ambao wako njiani watakapofika mahali hapa, Bwana, tutasifu jina lako. Hii ni ibada kuu, ibada ya mkuu wa assembly, na ni ibada ya mama ukapata kuzingira. Malaika ukashuka kutoka mbinguni, Bwana, ukagusa mioyo za washirika wote. Naombea hata waliojikwaza, waliovunjika mioyo, waliotembelewa na ibilisi, waliotembelewa na mapepo, Bwana, ukapata kugusa. Watakapofika mahali hapa, nitasifu na kutukuza jina lako. Na kushukuru kwa sababu ya kibali chako. Maana neno lako linasema kwamba sikuwapa roho ya uoga, sikuwapa jaribio litakalowashinda, sikuwapa majaribu ambayo itakayowaangusha, bali niliwapatia jaribio ambalo mtakalolishinda. Baba, asante kwa sababu ya ushindi. Maana ulisema kwamba nawatuma katikati ya mbwa mwitu, basi muwe wapole kama njiwa. Mungu wa majeshi, yale yote mtakayezungumza, Baba, ndio utakayezungumza. Asante kwa siku ya leo. Kwa jina safi Yesu Kristo naomba nikiamini. Fungua nami Wagalatia, tukae chini kwa muda mfupi. Wagalatia 6. Galatians chapter 6. Wagalatia 6 kuanzia mstari mdogo wa 16. Kuanzia mstari mdogo wa 16. Wagalatia ni kitabu ambacho alikiandika Paulo. Na Paulo akiandika kitabu hiki, si kwamba alikuwa huru, alikuwa yuko mashakani ama alikuwa ni mateka. Paulo akiandika kitabu hiki, alikiandika akiwa kwenye gereza kwenye mji wa Roma, wakati ule ambapo miji zilikuwa zimetawanyika. Hakukuwa na amani, hakukuwa na amani. Na akaandikia Wakristo wote duniani, wale watu ambao wasiokuwa na amani, wale ambao waliotawaliwa na mwili, waliotawaliwa na nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika kitabu hiki akitambua kwamba wengi ambao walioenda katika mwili walishindwa, na wale walioenda katika roho basi waliweza kushinda. Nisomee maandiko yale mchungaji. Wagalatia 6 anza mstari wa 16. Galatians chapter 6 verse number 16. Nashukuru kwa sababu tunapofuata mfano wa Paulo, Biblia inasema ya kwamba licha kwamba Paulo akawa ni mateka katika mji wa Babiloni, hakuacha kufanya huduma, hakuacha kufanya kazi ya Mungu, bali aliendelea. Safari yake ya huduma haikukoma. Na huo ni mfano wa Wakristo ambao tulio nao sasa hivi. Wakati upo katika mashakani, wakati upo katika mateso, haimaanishi kwamba huduma wako kasimame, bali unashauriwa kuendelea. Unashauriwa kuendelea na huduma. Maana vitabu vingi ambavyo Paulo aliviandika akiwa ndani ya gereza, aliandikwa akiwa ndani ya mji wa Roma, akiwa ni mateka, akiwa hawezi ondoka. Hata kuna kila alichokiandika akitambua kwamba hataweza kuondoka, bali ataishi kwa gereza na kufia gerezani. Aliandika akiwa amekata tamaa. Na Wagalatia ni mojawapo vitabu ambavyo Paulo aliandika akitumia maneno ya uzito ama maneno makali. Yes, soma. Neno la Bwana linasema hivi. Yes. Tangu sasa 16 5:16 inaanza na basi nasema. 16
kisha nasema hivi, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamutatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili. Paulo anazungumza maneno haya akasema ya kwamba basi enendeni katika roho, wala hamtazitimiza tamaa za mwili kamwe, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili. Maneno haya alizungumza Paulo, maana alijua kwamba mwanadamu ni mtu ambaye aliyeongozwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana alijua kwamba kuna kitu kimoja ambacho Mungu aliweka kwa mwanadamu ambacho kinachosababisha wanadamu wengi hufa katika imani ya kwamba tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kwamba basi enendeni katika roho, lakini hamutazishinda tamaa za nini? Mwili. Maana mwili hushindana na roho, na roho pia hushindana na nini? Mwili. Yesu yisome hiyo. Maana mwili una kazi yake, ama una hatua yake, na pia roho una gharama zake. Basi iwepo utaenenda katika roho, basi utatimiza, lakini ukienda katika mwili utalemewa. Sema imani. Maana mwili hutamani vinavyoonekana, lakini roho hutamani visivyoonekana. Maana visivyoonekana ni vingi kuliko vile vinavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa kawaida ni mwili ambao Mungu aliutengeneza kwa mfano wake, ili kwamba ukaenende katika nafsi, lakini roho pia Mungu akatengeneza kwa mfano wa roho, ili utambue yale yaliyo rohoni. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Paulo akafungwa gerezani, alifungwa mwili, lakini roho ikawa ni huru. Akiwa ndani ya gereza bado anatekeleza huduma. He was still sending the message. Hakuwa amefungwa roho, lakini amefungwa nini? Mwili. Sema imani. Kwa maana waambia kwamba basi nasema zaidi ya kwamba enendeni katika roho, lakini hamutatimiza tamaa za nini? Mwili. Maanake itafika wakati mwili utakufa, si ndio? Mwili utaangamia. Maanake mwili ni chakula cha mdudu, lakini roho itasalia hata milele. Sema imani. Kwa hivyo enendeni katika roho, ili msitumize ama mshinde vita vya mwili. Ukifundishwa mazungu kalizaje na mbili, si ndio? Majibu inakula nini? Inaitwa majibu ama majivu. Majibu ama nini? The boys. Inakula mwili, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama ya kila mwili, bado roho itasalia hata milele. Sema imani. Maana roho inaongozwa na Mungu mwenyewe, lakini mwili itaongozwa na matendo ya dunia. Unaposoma pale maandiko, ukienda pale chini, Paulo azungumza akisema kwamba tamaa yangu ni kwamba mkae kama mimi, lakini kwa sababu ninyi ni wanadamu, basi enendeni katika mwili kama mwanadamu. Sema imani. Lakini unaposoma hapa anazungumza akisema kwamba enendeni katika mwili, lakini tamaa za mwili hamuta. Umemaliza kusoma kweli? Nataka nifunze kitu. Naendelea. Biblia inasema kwa maana hizi zimepingana hata. Maana hivi vitu viwili
aliwaambia hata kama mwili inavuruta roho, basi jaribu jinsi vile, kwa sababu aliwaambia jaribu, kwa sababu alijua kwamba you are a human being. Usichape kifua ukisema kwamba mimi siwezi. Wewe ni mwanadamu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima unaongozwa na mwili, na unapoongozwa na mwili, tamani sana uenende katika gharama za roho. Ai. Yes. Hebu soma. Nasema hivi, hata na mwezi kufanya unayotaka, lakini nikiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi ukiongozwa na mwili hauwezi fanya kile unachohitaji. Unasikia? Lakini ukiongozwa na roho ni kwa sababu haupo chini ya sheria. Hamuko chini ya sheria. Matendo ya mwili dhahiri. Ni dhahiri. Ndiyo haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira. Matendo ya nini? Ya mwili. Unasikia? Ukiwa umejazwa na haya yote, basi utashindwa. Hautashinda, bali utashindwa. Sema amen. You will be defeated. Ukiwa wewe ni mtu wa hasira, unajua unaongozwa na mwili. Sema amen. Ukiwa wewe ni mtu mgomvi, unaongozwa na nini? Na mwili. Basi hautashinda, bali utalemewa. Jaribu jinsi vile utakavyoweza, ongozwa na roho. Sio kama tuko pamoja. Ni kwa sababu gani sisi huwa tunashindwa? Ndio kushindwa si kwamba uende kwa vita, kwa uwanja upigana na ngumi mmoja akulime jicho likavure, mwingine akochechape mdomo ikaelele, mapua ikae kama sijui inakaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Sio vita vile. Paulo anapozungumzia akisema kwamba hautashinda, ina maana kwamba kuna malengo fulani ambayo unayo kama mwanadamu. You have your own like a human being. Hautaweza kutimiza kwa sababu unaongozwa na haya. Sema amen. Kwa sababu unaongozwa na yale ambayo yaliyosoma mahali pale. Sema amen. Ongozwa na roho. Unajua, there is someone I had a meeting yesterday. Samahani kusema hapa hata kama iko live. Na rafiki zangu wa ile nchi nyingine, sitasema kwa sababu pia wao wanaangalia. Na the conversation was about peace. Ilikuwa kuhusu amani. Ilikuwa meeting maeneo ya saa 11 ya jioni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikawa ya kwamba kule kwao hakuna vita. Vita viko tu Nairobi. Nairobi unaweza ichapa ngeta. Nani anayechapa ngeta? Kuchapa ngeta unakaangaje? Berida, maichapa ngeta unaelera. Unashtukia kumbe unakuanga mfupi na unajionanga wewe ni mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema kule kwetu hakuna ngeta, lakini Nairobi kuna nini? Ngeta. Akaniambia kwamba kule kwetu kama hautaki amani, usifuge ng'ombe, usifuge mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia mzuri? Usifuge nini? Ng'ombe na usifuge mbuzi. Kwa sababu iwepo utafuga ng'ombe na ufuge mbuzi, expect kuna wezi watakuja kuiba ng'ombe. Expect kuna wezi watakuja kuiba mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Na je, mwizi atakapokuja, wewe utafanya nini? Utatulia tu kwa sababu mwizi atakuja, wacha nimpe nafasi? Lazima upambane. Shikani ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iwepo utafuga mbuzi na ng'ombe, lazima uexpect vita. Lazima uibiwe, kwa sababu kama utaibiwa ng'ombe 200, unasikia? Ubaki bila. Wewe utaenda pia tena
Hautangojea tena uanze 1 mpaka ifike 200 utaenda mahali pia tena uibe kama 50 usilete kwako. It is just a transaction ambayo imekuwa ikiendelea. It is normal. Bwana Yesu asifiwe. Na iwepo kama hutaki zile vita, basi usifuge zile wanyama ama usifuge wale wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa ya kwamba katika ule mji inatubidi lazima wafuge wale wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama watafuga wale wanyama, inamaanisha wamezoea lazima wapigane vita. Sio kama tumeelewana. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe kama unahitaji uwe mtu wa hatima, mtu ambaye atakayefika katika destiny yako, kubali kupigana nini? Vita. Sio kama tumeelewana mchungaji. Kubali upeleke kwa uchawi kidogo. Kubali urogwe kidogo. Mazeme. Kubali urogwe. Kwa sababu kama hutarogwa inamaanisha kwamba you don't have a destiny. Kama hautaongelewa inamaanisha kwamba you are not in the top of topic. Bwana Yesu asifiwe. Kubali uongelewe ili kwamba ijulikane kwamba kuna hatima fulani ambayo unayo. Bwana Yesu asifiwe. Na alinipatia roho kuambatana na haya maneno ya kwamba enendeni katika roho lakini hamutatimiza tamaa za mwili. Aliyeandika maneno haya alijua kwamba mwili unahitaji lake, roho inahitaji lake. Sasa hizi vitu viwili lazima upigane nazo. Jaribu vile utakavyoweza ufuate matendo ya roho. Are we together? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote yako. Yes. Yeah. Nimpatie historia kidogo. Wacha nisifiche kwa sababu aliyefanya hata akiona ni shauri yake. It was on Tuesday or Wednesday. Mama asema nikapigiwa simu ngambia kwamba kuna balozi kwa hapa mchungaji. Do you have an idea about these letters? Nikasema what type of letters? Moja ni ya transfer, nyingine ni ya onyo kwa viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema no problem, haina shida, kama ziko haina shida, but I don't have idea. Bwana Yesu asifiwe. Wakaniza sasa tufanye namna gani? Nikasema uamuzi ni wewe. Lakini kama ni wangu nikakwambia cancel. Bwana Yesu asifiwe. Arudi akasema kwamba ninyi mnajaribu mahali penye haitawezekana. Zikashukuliwa, nikawaambia kwamba copy ndio hii, lakini haitasainiwa kwa sababu it is not valid. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaongoza watu wengi mama aseme be ready for the war. Vita vipo, lazima upigane. Nikiwa nimekaa tena ibada yangu moja ambayo iko pale hapa Mlolongo, wametumiwa barua na administration that wamekuwa summoned kwenda police station kwa sababu ibada hii iko Mukuru region na inafaa ikuwe kwa zile region za Mlolongo. I got a letter, I have it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu is omnia. Sikushtuka, it was something just like a normal. Nikasema fanya namna hii. Nimepatiwa barua, msiende. Let them use the right procedure. Wanitumie mimi nitumie mchungaji, alafu sasa ndio ufanye. Bwana Yesu asifiwe. So enendeni katika mwili, lakini enendeni katika roho, lakini tamaa za mwili hamutashinda. Unasikia? Lazima mwili upigane, una vita vyake, na roho ipigane, ina vita vyake. Jaribu vile utakavyoweza, enenda katika gharama za roho ili ukatimize. Are we together? That's why you get a lot of people, we don't have dreams. Hatuna ndoto. Tukisema hapa ndoto, last mlitoa hapa ndoto ama nilikwanga tu morning glory peke yake. Uzu Silivia. Lini? Last Sunday. Oh, sikuwa. Kama nilikuwa hapa yenyewe tungeshtua. Bwana Yesu asifiwe. Why? Reason being, we are not fighting the spiritual war, but we are fighting the flesh. Tunapigana vita vya nyama na mwili. Hatupigana vita vya roho. Iwepo tutapigana vita vya roho, tutapatiwa ufunuo wa roho. Na ufunuo wa roho hautakuja kwa mwanadamu ama kwa wengine, bali utakuja katika ulimwengu wa roho. Sio kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Iwepo tutapigana vita vya roho, tutafunguliwa vita vya roho jinsi tunavyopigana.
maneno aliyozungumza Paulo kwa kitabu cha Waefeso. Yapo endelea kidogo mzee, kwa sababu naona masaa yangu ndio hiyo. Neno la Bwana linasema hivi katika mstari wa 21. Ushuhuda, ulevi, ulafi na mambo. Ulafi, unajua ulafi ndio inasababishanga a lot of people they are panicking because how they call it. Ulafi kwa kizungu inaitwaje? Nani wasome? Mwanzo hapo karani aje kucha. Greedy, because of greedy. Bwana Yesu asifiwe. Unajua why is it a lot of people na wanaenda katika witchcraft? Reason being, ananena kitu kwako akilazimisha, lakini Mungu akikataa, alafu kikosa kufanyika, itabidi atumie njia ya kulazimisha. Na wakati anapolazimisha, basi itampasa aende kwa uchawi. Na uchawi kikataa, huyu mtu anakimbia. Anasema wewe ni mchawi zaidi. Shikani wewe Mungu sio. Sina kwanga na hivyo. Akikwambia utakufa kesho na ukose kukufa, ataenda kwa uganga, atatafuta sumu akuwekee. Kama hutakufa, atasema wewe ni mchawi. Ukiona mtu amekuita mchawi, wewe si mchawi. Amejaribu kukuroga, amefanya nini? Ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Na tuache kuenenda katika mwili, tuenende katika roho, ili tukashinde vita vya roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana vita vya dhahiri ni hand to hand. Ndio mlisema what comes around goes around. Amunasema na ngani? What goes around goes around. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha aje kwa Kiswahili? Water goes around, it always comes. Yako hapo. Hiyo ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu is omnipotent. Amen. But always when you fight the spiritual battle, always utashinda vita katika ulimwengu wa roho. Utapambana na roho na utashinda vita katika roho. Hata kama mtu amejiandaa kukuumiza katika ulimwengu wa roho, Mungu atakuletea katika ulimwengu wa roho na atakuonyesha, na zile vita utavishinda. Unaona kama mimi nimeambiwa barua nitoke sijui nimekaa sana na haribu sijui na nini, mambo mengi sana sijui piano ni Nairobi. Baadaye napiga tu simu ndio unajua unaharibu. Nikasema that's good. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ninaharibu na mimi sijui nitarekebisha. Sikali ndio ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo Mungu anakupigania vita vya rohoni, bali vita vya mwili wewe ulianza, utavimaliza wewe mwenyewe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na matendo ya roho I think it is 17 or what, 19. Soma 23. Umeishika ni wapi mama Vision? 22. Sana, kumbe unajua. Piga mama Assembly makofi mazuri sana. Soma. Inasema hivi. Lakini tunda la roho, akawaambia lakini tunda la roho ni upendo. The first thing it is love. Upendo. In upendo there is 2-3 options in love. Sio upendo tu hapa ule ambao unafikiria. Kuna upendo tofauti. Tunda la kwanza la roho ni upendo. Love your enemy as you love yourself. Mpende adui yako vile unavyojipenda. Furaha. Be happy always. Halimuda unyake mzaka na mzaka. Hii neno si ulipatiwa ni natural. Kwani kuna mtu ulinunua mahali ukaitumbukiza ndani. Muonyeshe tu na mwana hivi ajue unacheka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amani, peace. Try to be a peacemaker. That is one way, the special weapon for the Christians. You try to be a peacemaker. uvumilivu. Uvumilivu. Kuwa na mvumilivu.
Yes, hata kama yakikuja namna gani, vumilia. Fanya nini? Vumilia. Sema amen. Amen. Hata ukikwazwa, vumilia. Mzee, hata ukichapa ngumi, vumilia. Wewe. Aha. Utu wema. Utu wema. Aha. Fadhili. Fadhili. Uaminifu. Uaminifu. Afifu. Aha. Upole kiasi. Upole kiasi. Hawajasema upole sana. Unajua napendanga hapo Paulo akizungumzia mahali pale, asemangi upole, wanasema mnasikia mzee? Paulo alizungumza, unajua kuna hapo there's a time takuja kumfunza mahali pale. Hakusema upole, alisema upole kiasi. Aha. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wamemsulubisha nani? Yesu mwili pamoja na mawazo yake. Kwa sababu gani? Mabaya na tamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya nimesikia imeniguza, sio nani ameguzwa. Wewe ulichelewa, shauri yako mzee. Kuja next Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tujaribu sana tuenende katika nini? Roho. Ili tutimize vita. Tutimize haja za mwili. Sema amen. Kwa sababu iwepo kama tutaenenda tu katika mwili, kuna watu hapa hivi wamechukua mafuta ya sungura wameweka kwa uso. Akitoka asubuhi lazima achukue ili afanye. Sio kweli? Wanajipaka. Alafu naweka hapa kidogo. Sinafanyika? Acha nini mnapotea? Mkoranga. Chukua balon, chukua reis. Ng'ombe. Tandika kwa uso. Kama hakuna chukua oil. Enda pale hivi kuna oil zinamwagwanga tu. Fanya tu namna hivi itakuwa kama mafuta jipake kwa uso. Hivyo nakata baba. Ni mbora mahoma na hii mwenye hora ta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu isiwe. Msitamani sana kuenda katika mwili. Ati kwa sababu walikuwa wanafanya namna hivi, itanibidi pia mimi nifanye namna hivyo. Mnajisulubisha nafsi zenu pamoja na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnarudisha Yesu msalabani. Mnamwacha msalabani. Sema amen. Wakati mnapochukua kinga mnajiwekea ninyi wenyewe, mnarudisha Kristo msalabani. Roho hayupo ndani mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho hayupo ndani mwenu. Sio kama mnanielewa. Mnarudisha Kristo wapi? Msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Upole kiasi. Kwa sababu pia tena ukali inasaidia. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Simama, nataka tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudisha Yesu wapi? Msalabani. Aduwa. Wewe unaamini kwa maombi peke yake ama lazima uende kwa Rachel Maria? Ama lazima uende kule pale hivi kuna kamzee kana kwanga na Biblia na kuna mambo mengine. Unajua waganga wasikivu wako paka na Biblia. Bwana Yesu. Amen. Stella wako na Biblia. Hadi afungwe na Biblia kabisa inasema hivi. Unasikia? Wewe unasema kweli kwa sababu umekuwa kana kwamba mtu mwenye amepotea mwelekeo, kwa sababu ukiingia na hivyo umekuwa manipulated. Akili imepotea. Umekuwa brainwashed. Sema amen. Chenye atasema utafanya. Enda kwa mganga anajuaga tu mahali pesa ziko. Mzee huwa ameficha pesa chini ya kitanda. Enda chukua, utagongwa. Pastor niombee, hakuna cha kuombea hapa. Rudisha pesa wenyewe. Yesu isome. Ikisha ujasiri kwa Mungu akupe mwelekeo. Trust in God no matter what, even if you are dying. Hata kama unakufa, amini kwa nani? Kwa Mungu. God is the final. God is the final. Wewe wacha kuniambia kwamba nimejikwaza chini naenda usisahau. Stella usisahau.
Unajua kuna mtumishi mmoja alikuwa akihubiri, mchungaji. Akasema kwamba yule ambaye anakimbia kwa sababu mchungaji amemkosea, hakikisha kanisa lenye unaenda ndani, usiende kwa kanisa lenye mchungaji ako ndani. Mungu na ule. Hakikisha uende mahali penye mchungaji hayupo. Kwa sababu mchungaji amefanya amekukosea. Shikalini ono. Yes. Kwa sababu mchungaji ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Trust in the Lord. Amini kwa Mungu, uwe na uvumilivu, uwe na upole, uwe na unyenyekevu. Leta amani, leta upendo kwa kila mtu. Onyesha utu wema, basi utashinda vita. Lakini majivuno, kiburi, hakuna. Kiburi utaenda tu kwa ile kanisa, utatwanga watu, watakutwanga. Mabora kukingi mundu karausimu mkuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuambie Mungu ya kwamba atusaidie. Yesu asifiwe. Amen. Tuambie